Mavanga. Mavanga. Ndio ulikuwa unaenda hiyo usiku. Kwa hiyo ulikuwa unaenda kwa usafiri gani? Kwa miguu. Utembee kwa mguu mpaka ufike Mavanga? Mbona kama unaogopa? Hebu kuwa huru, eleza yani. Eleza ukweli, eleza uwazi kabisa. Mavanga. Ulikuwa unaenda kwa usafiri gani? Nani kwa mguu. Mpaka ufike Mavanga? Elangu nani unanibia. Umetoka saa ngapi? Nani ulitoka nani usiku. Ulitokea sehemu gani? Nani utotokea Baani. Mlitokea wapi? Nani Baani. Ndio wapi huko? Huko mjini. Saidia sasa waambie. Wewe una cheo gani na yule ana cheo gani? Ukiwaambia hilo tu anakusaidia, unatoka. Wewe una cheo gani? Nisemea ukweli tu. Si hapa tunakuwa. Wewe nani kule mnakoendaga kule? Wewe ni nani hapa? Mimi. Wewe una cheo gani kule? Musika. Musika. Alafu hapo ulikuwa unampikia nani? Huyu hapa. Na unafahamu mtaa unakoishi au kijiji unachotoka? Unakufahamu? Kunaitwa nini? Mavanga. Mavanga. Kwa hiyo huku unakoonyesha ni Mavanga huku. Mtoni. Ndio unakokaa wewe. Ni mahojiano baina ya mwenyekiti wa mtaa wa Kihesa Rehema Mwogofi pamoja na mwanamke aliyedaiwa kudondoka usiku wa Machi 14 majira ya saa 8 usiku katika nyumba moja iliyopo katika eneo la Kilimani, halmashauri ya mji wa Njombe. Huku tukio hilo likihusishwa na imani za kishirikina kutokana na mazingira yaliyopo kwenye nyumba hiyo, ikiwemo uwepo wa msichana anayeumwa kwa muda mrefu bila kupata ahueni. AyoTV pamoja na millardayo.com tumefika katika eneo hili kuzungumza na majirani waliofika kushuhudia tukio hilo, akiwemo Elizabeth Haule, ambapo wanaeleza namna walivyopata taarifa ya kutokea kwa tukio hilo, huku Christina Mkalawa ambaye ni mmiliki wa nyumba hiyo akieleza kuwa majira ya saa 8 usiku alisikia kishindo nje ya nyumba yake kilichoambatana na sauti nyororo, lakini hakuweza kufanya jambo lolote kwa kuwa amezoea kusikia mara kwa mara vishindo nje ya nyumba yake. Lakini baadaye aliweza kutoka jirani na kumkuta mama huyo. Amesema mara baada ya jirani kusogea waliweza kumuuliza alipotokea, ambapo aliweza kuwafafanulia kuwa ametoka Mavanga wilayani Ludewa, lakini amepotea njia, ambapo waliweza kumwacha nje mpaka ilipofika asubuhi alipoweza kuanza kuwapigia simu ndugu zake, huku majirani pia wakianza kukusanyika. Christina anasema katika familia yake anaishi na binti yake mwenye umri wa miaka 20 anayeumwa kwa muda mrefu sasa, ambapo hivi karibuni aliweza kumpata mtaalamu aliyeanza kusaidia kurejesha afya ya mtoto wake, ambapo tukio hilo limetokea ikiwa wanaendelea na matibabu ya binti yake. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefika na kumchukua mtuhumiwa ili kuepusha taharuki inayoweza kusababisha wananchi kujichukulia sheria mkononi dhidi ya mtuhumiwa, ambapo AyoTV inaendelea kufuatilia ili kupata taarifa zaidi kutoka jeshi la polisi. Hapa nilifika tu. Ulifika tu kumsalimia? Aha, kwa hiyo huyu huko mnakoendaga na yeye huwa anaenda? Huyu? Huyu nani? Aendaje? Anaendaga. Anaendaga. Mnafanyaga kazi gani uliniambia? Ulima. Na kingine? Kuchota maji. Kingine? Mkubwa wenu nani? Wewe ndo mkubwa. Wewe ndo unaongoza kazi zote? Mimi mdogo. Wewe mdogo. Na huyu mdogo? Ndio kiongozi. Anakaa wapi? Anakaa Mdani. Anakaa Mdani. Wewe unamfahamu? Wewe mnaendaga? Mkubwa wangu. Ni mkubwa wako? Baba mkubwa wangu. Baba mkubwa wako? Ndio kiongozi? Aha. Kwa hiyo wao mkitoka hapa mnaenda wapi Mdani? Mimi ndipo kwa nasoma na nani? Nani?
Sababu ya kwanza kiusalama zaidi wa kwake. Manake tukimwacha hapa kwanza yeye mwenyewe haelewi maelezo yake anayoeleza. Haelewi aende wapi. Kwa hiyo tayari tumeshatoa taarifa kule. Muda si mrefu polisi wakifika basi na wao wataendelea na taratibu zao. Msije mkasema mbona tumekaa tu sasa hatuelewi nini ambacho kinaendelea. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Yaule, naishi mtaa wa Ngalanga. Nimepigiwa simu asubuhi na rafiki yangu akaniambia kuna mchawi ameanguka huku nyumbani. Nikatoka nyumbani nikafika hapa. Nafika kweli nikamkuta mama anahojiwa najieleza kwamba kweli yeye usiku saa 8 alikuwa ametoka sehemu kunywa na bwana yake. Sasa katika kurudi nyumbani bwana akamwambia usipite hiyo njia, yule mama akasema hivi, mimi napita huku. Walipopishana mwanamke akapita njia huko akaja kumpitia rafiki yake ambaye ni binti nimemkuta hapa na makovu usoni. Amesema huwa wanampitia. Kila anapoenda usiku kuwanga huwa anampitia huyo mama. Anampitia huyo binti mwenye kifafa huyo. Kwa hiyo nikakuta yule mganga anapomhoji anasema ndio mimi hapa huwa napita hapa namchukuaga huyu dada. Yule dada naye anasema kweli mnaendaga wapi? Huwa tunaenda kulima mashamba ya watu. Mnalima nani mkubwa wenu kule? Akasema ni Vitani sijui ametaja jina. Kwa mnafanya nini? Bwana wananyonya damu kwenye ng'ombe, wanakula hawa wabinti wadogo ambao ni wachawi wadogo. Halafu yeye mkubwa hanyu zile damu, anawatuma kunyonya damu kwenye ng'ombe, wanakunywa kama ndio chakula. Halafu huyu amesema kwamba wale wananipigaga mpaka najikojolea kule shambani tunakolimishwa. Wakati huo alikuwa anajaribu kuondoka na paa na mikono yake hivyo, yule mganga kana mzuia akamwambia wewe tulia usiondoke. Unaenda wapi? Jieleze vizuri, hasemi maelezo mengine hayatoki. Kwa nilichokishuhudia kwa ufupi ni hicho. Ila mchawi mwenyewe amethibitisha kwamba yeye ni mchawi. Yanaleta picha mbaya kiujumla kwa sababu si vitu vya kufurahisha. Yaani ni vitu vinavyorudisha maendeleo nyuma kiujumla, yani kwa mtazamo wangu. Maana kama mtu anasema si tunalala usiku afu wenyewe wanatubebesha ndio kutulimisha huko wanafanya nini, si vitu vizuri. Labda unavyoona hivi kwa mwenzio unataka kujifunza kubadilika kwamba hayo mambo hayana maana kwa saizi. Hayana maana yoyote, yalipitwa na wakati. Kwanza ni mambo ya kishamba. Wenzio wamelala usiku usingizi, wewe unapita na wanga kwenye nyumba za watu. Ni kurudishana nyuma. Kama hivyo anaonekana na samaki pale sana na amenunua duka gani. Ina maana amebeba kwenye maduka ya wenzie wakiwa wamefunga. Ameingiaje ndio kama vile. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havina maana yoyote. Kwa hiyo inahitaji mabadiliko. Tubadilike, tuachane na vitu vya zamani yani. Havitulete maana yoyote, ni kurudisha tu nyuma. Kwa majina nafahamika kama John Simon Mgaya. Ni mjumbe wa mtaa. Lakini asubuhi nimepigwa simu na balozi mwenzangu hapo. Kwa bana mwenzako niko nachangisha mchango. Lakini mtaani kwetu naona kuna tukio limetokea. Nikasema bana, mimi mwenzako nilikuwa safari kidogo, bado nimelala uchovu. Ndio akasema bana amka hivyo hivyo uende uangalie hilo tukio. Kweli nimekuja hapa, tukio nimeliona, nikamrudishia majibu balozi kwa bana kweli hapa pana tukio, pana mtu yuko hapa. Na watu wapo tayari wamefika watu hapa. Basi kaonekana mimi bado nachangisha mchango gaji, ngoja basi uone namna itakuwaje hapo. Basi mimi nikana nimempigia mjumbe mwenzangu naye akaja akashuhudia tukio. Sisi tukafika kwa mwenye nyumba tukamuuliza imekuwa kwaje. Mwenye nyumba akajaribu kutoa ufafanuzi kwa huyu mtu ametua saa 8 za usiku. Yani ishara zilivyofika nimelala najikuta kama kuna kitu, ila napewa ishara na Mwenyezi Mungu kama ni ushushe moto. Kwa hiyo baadaye ikaonekana kama ili jambo ni la imani za kishirikina. Unaona? Ndio likawa liko hivyo. Amsema na jirani akawa amesikia kile kishindo. Hatimaye yule jirani akaja. Alivyokuja akajaribu kuhojiana na huyo mtu. Huyo mtu mara akasema nimepotea njia. Mara yani hawezi kuzungumza vizuri, mara si naenda Mavanga, yani maelezo yakawa hayajitoshelezi. Mimi ni jirani wa nyumba hii hapa, nikaona mbwa wanabweka sana usiku. Walipobweka nikajua nje kuna mwizi. Nilipoamka ilivyokuwa hivyo mimi nikarudi ndani kwanza.
nikalala. Nilipopiga kwanza nilipiga simu kwa balozi. Nikapiga simu kwa majirani, simu bahati mbaya zikawa hazinani. Simu wamezifunga, yani hazipatikani. Ilivyo kwa hivyo mimi nikarudi ndani. Nirudi ndani nikalala. Jana akaniamsha, hebu amka tena mzangu angalie bado yupo hapo nje. Nikaamka nikakuta bado yupo mlangoni. Nikaamka tena saa 11 nikakuta bado yupo. Nyumba kumekucha, ndio majirani wengine wamekuja. Sasa kuna dawa ambayo alikuwa amempa huyu mtoto ya kunywa. Alisema hii dawa namkata line. Kwa sababu watakapokuwa wanakuja kumchukua kwamba wakamtumikishe huko, watafika hapa hiyo line haipo. Imekata, yani ni kama simu, unapotumia hizo simu ukitoa line si mawasiliano hayapo. Kana wenyewe ndio hivyo hivyo. Ndio alivyokuwa ameelekeza hivyo. Ndio ikatokea hivi. Ndio imetokea hivi. Yawezekana line wanayotumia wao si kama wanakuwa ni majirani hapa. Maana yeye jinsi alivyokuwa anahojiwa hapa, anasema yeye wapo majirani wawili ndio na yeye anatumia line hiyo. Sasa yeye akai mbali sana, kaa huko ng'ambo. Na wewe ulianza lini kuhangaikia sasa ili mwanao awe na afya njema? Nimeanza muda mrefu, nimemhangaikia ila majibu ndio kama hivi, akawa bado anaendelea sio mazuri. Ndio huyu dada kawa anapita tu kama msamaria mwema tu. Ndio alivyoiona hiyo hali. Kwanza nitibia mimi kwanza mguu. Mguu si unaona? Ulivimba sana. Mguu ndo akaniona pale stand akasema. Kuna daktari mwingine aliyeniona pale stand. Akasema huo mguu ni hatari, mbona hiyo kama ni figo zinafeli? Mimi sikuafiki kitu kama hicho. Akasema mimi sijawahi kunywa pombe wala sumu. Kusema figo ni kitu ambacho mimi siwezi nikakubaliana nacho. Akasema naomba nikuchukue, naenda kukutibia wapi? Kifanya. Nimetembea na dawa za mtu mmoja, naona tu ni Mungu. Wewe dada ni una Mungu wako. Na mimi Njombe ni mtu mgeni. Ni mara ya kwanza kufika Njombe. Alafu napita hapa na kukuta wewe mwenye tatizo kama hili. Nikasema sawa, nikapanda gari pale, nikaenda Kifanya. Kufika Kifanya sasa nimefikia mimi kwa mwananchi. Kwani huko huna ndugu? Nikasema mimi na ndugu. Akasema basi naomba kama una ndugu uende au kwa ndugu zako kuchukua namba ya simu na ya bodaboda. Nenda kausugue huo mguu, mimi naanza matibabu. Naanza kunyonya kwanza sumu. Ili huo uvimbe ufanye nini upotee. Nikasema sawa. Kaanza kunifanyia matibabu pale. Alivyonifanyia matibabu kama siku 4 hivi, huyu dada akajitokeza na yeye. Ni mtu mgeni tu atujuani. Na yeye akafikia nyumbani kwetu. Akasema mimi nimefika hapa nimekuja kuuza samaki. Kwanza kataamaki sana, kuna mdogo wangu ambaye mtoto wake ni mlemavu. Ana miaka kama 6. Ni mtu wa kulala tu basi. Yaani ukimwangalia kama ukimwangalia sana yupo kama Sindu na yule. Ndiye hata wimbo. Na yeye yupo hivyo hivyo yule mtoto. Huyu dada taamaki sana, akasema dada, huyu mtoto ana shida gani? Akasema huyu mtoto ana nani? Ana shida kama hivi mlemavu. Akasema mbona mimi sioni mtoto kama mlemavu? Mlemavu huwa anatoa udende. Lakini mtoto sio mlemavu. Wakaongea pale na yule akaisha. Sasa wakaingizia na swala kwangu kwamba kuna dada na yeye amevimba mguu hivi, yupo nyumbani kule amekuja juzi. Akasema sawa msani ina amani. Nikafikiria nikasema ngoja nitaenda kumwangalia. Ni kweli dada akafika pale, anafika na ndio ananihudumia yule daktari. Akamwacha mhudumie kwenye nafasi yake, na yeye alipoondoka yule akasema bwana. Akabinya yule mguu akasema hii sio figo, ni figo ambayo ya kutengenezwa. Imetengenezwa tu hii figo. Mimi na kama na yeye huyu anakuhudumia, na mimi naomba nikuhudumie kwa nafasi yangu. Ila najua tu ni Mungu tu. Mimi sijajua kwa nini nimefika hapa, na hunijui na sikujui. Naomba tu naamini nikuhudumia kwa nafasi yangu. Ni kweli yule dada akafanya nini? Akanihudumia ndani ya siku 2, mguu kaanza kupungua chap. Baada hapo ndo akaanza kuhudumia wewe pamoja na mtoto. Baada hapo alivyonihudumia mimi ndo alivyokuja hapa. Alikuwa anapita naenda Rudeo, akasema naomba nilale. Simesema huko Njombe hapa mimi sasa usiku siwezi kwenda Rudeo. Naomba nilale. Ndo anafika ndo anamkuta tena huyu. Akasema kumbe unajaribu tena kama hili. Akasema ndio. Akasema hapana, na yenyewe nitahangaikia kadri ya uwezo wangu nitapofikia. Ndo akawa ameanza kumshughulikia juzi. Hiyo juzi alivyomshughulikia majuzi. Juzi akaenda tena Kifanya kumhangaikia tena yule mtoto yule. Akasema mimi sielewi nilichotumwa na Mungu juu ya familia hii. Sielewi, ila naomba tu mimi najitolea. Nitahudumia kadri ya uwezo wangu. Ndio akawa ameenda hiyo juzi hiyo. Ndio leo ninajitokeza tena hiyo. Maana kama amesema kwa huyu wanamtumia kama kiuchao. Wanamtumikisha. Sasa nakata hii line. Ila najua lazima kuna mtu atakuja tu. Watamtafuta, mbona hii line imepotelea wapi? Ndio kama hivi.